Ninaitwa Daktari Simon Ngatunga. Ni kada wa Chama cha Mapinduzi niliyegombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Kongwa mkoani Dodoma mwaka 2025. Baada ya zoezi hilo kukamilika, tumerejea tena kwenye majukumu yetu ya kawaida ya kulijenga taifa. Lakini leo nimekuja nikizungumzia kwa habari ya taifa juu ya mjadala ulioendelea bungeni kwenye bajeti, na nikiona hoja ya msingi iliyozungumzwa na Mheshimiwa Shabibi, mbunge wa jimbo la Gairo, juu ya wakandarasi wazawa. Hoja hii kimsingi imeniibua niseme taifa linakopa fedha nyingi sana nje kwa ajili ya ujenzi wa taifa, miundombinu mbalimbali, mabilioni kwa matrilioni. Lakini fedha hizi ukizitazama zinakuja zinatuachia barabara, lakini fedha yenyewe yote inarudi kwa wale waliotukopesha. Kwa hiyo huoni ule mzunguko wa dola, huoni ule mzunguko wa fedha ndani, kwa sababu Mchina leo akichukua trilioni 10 akijenga barabara, baada ya hapo akimaliza na tukabidhi barabara, lakini fedha ile iliyokopwa trilioni hizo zote zinakwenda Ulaya kwao. Hazijengi gesti, hazijengi hoteli, hazijengi mabaa, ili Watanzania ambao hawana ajira wangeajiriwa kwenye hizo sekta zinazoachiliwa kupitia fedha tulizokopa. Kwa hiyo fedha zinaondoka zote kama zilivyo kwenda huko tulivyo. Tuna miradi mikubwa ndani ya nchi, lakini huoni fedha. Serikali leo inaingia kwenye employment boom ambayo hakuna namna inaweza kuajiri wasomi waliopo. Tusipowekeza kwenye private sector ili endelee kuajiri Watanzania vijana wanaomaliza, tutaendelea kuumia. Nani ya aina ya ukoloni isipokuwa hawa wameingia tu kwa staili ya mikopo. Mimi ukiniambia nitakwambia bora ukoloni ule wa Mwalimu Nyerere, wale watu waliokuwa kule, kuliko leo. Nchi leo inaenda na tunaweza kuchukua miaka 5 tuna trilioni 40 tulizozikopa, lakini zimeacha alama gani zaidi ya barabara wanajenga hawa? Sasa nimekuja kuona hoja ya msingi iliyosema na Mheshimiwa Shabibi kwamba wazawa hawatengenezewi mazingira. Hatuna dhamira ya dhati, hatuna dhamira ya kweli ya kuwafanya wazawa wakue. Tuwe na sera za local content kwa wazawa. Na tuna Wachina wanatoka China haji na fedha, anaomba ile miradi yenye advance payment tu ndio anayekuja kuiomba, ambayo ungempa mzawa angeweza kujenga, ungempa mzawa angeweza kusimamia. Kama hatuwaamini wale tunaowaamini, waje wakawe wafanye kazi moja tu. Tunaweza tukampa kazi ya kuwa consultant kwenye huo mradi, asimamie viwango vinavyotakiwa, kwa sababu yeye si ndio tunamwamini, anaelewa. Ni kama tunatishwa na rangi nyeupe. Yaani hawa watu sasa wanatuachia dada zetu tu, wanatuachia wajomba tu wenye rangi nyeupe, na wakishaondoka wanawatelekeza kwenye taifa. Matokeo yake hawana lolote wanalolifanya kwenye nchi. Mimi sizungumzi kwa maana ya kupinga sera ya uwekezaji kwa wageni, lakini nashauri taifa litazame namna bora ya kuwashika wakandarasi wazawa ndani ya nchi. Wanabaki wakandarasi wazawa wanateswa na miradi ambayo haina advance payment, miradi ambayo haina fedha, lakini zile zinazotoka kule zote zinachukuliwa na wazungu. Ni kweli taifa hili hatuna viongozi wanaofikiri vizuri kwamba kwenye kila miradi mikubwa wangeweka basi hata sub contractors wafanye kazi kwenye sehemu ya hiyo miradi. Nilikuwa naongea na wataalamu kutoka Wizara ya Madini, niliwapenda sana. Wana makampuni yote pale ndani, na wameweka na sheria kabisa kwamba makampuni yanayofanya kazi Barrick, basi sehemu lazima wahaya makampuni ya ndani ili aweze ku grow up. Nina komplimenti tena kwenye hoja aliyezungumza Mheshimiwa Shabibi. Na mimi kwa hoja hiyo tu nikuthibitishie, kama ungeligombea leo ningekupigia kura kama kada Chama cha Mapinduzi.
Serikali haiwezi kuajiri hao watu wote. Ni kweli na ajiri. Sasa lazima iendelee kuwatengeneza. Mimi leo nikipata mradi, kwa mfano mkandarasi wa ndani akipata mradi atawaajiri wa Tanzania 100 pale. Atawaajiri 50. Atawaajiri 10. Wachina wakishapata mradi wanaenda kubeba, Wachina wanarundikana, wana kazi ya kucheza vimipira tu kwenye miradi. Wanafanya kazi wa Afrika pale. Wanafanya kazi watu weusi. Kwa nini msiwapi wafanye hizo kazi? Muagrum hao wa Afrika. Na kuna mafundi leo ukiwakusanya ukiwaweka kwenye pool wanajenga miradi mikubwa kuliko wazungu, kwa sababu tayari wamepata uzoefu. Watengenezeni wazawa, muwalipe wazawa, muwawezeshe miradi yenye advance payment, muwape wazawa. Muwaone Wachina kama watakuja kuomba miradi yenu ambayo haina advance payment. Muone ikishakuwa ina fedha ndio anakuja kuomba. Ile ambayo haina fedha hawaji kuomba hawa Wachina. Na mnawajua vizuri. Na si kwamba tujui, tunajua. Ikishakuwa na fedha wanagonga rushwa kwenye hiyo miradi. Wakishagonga rushwa, wewe Mwafrika unaonekana mzungu ndio unamwona kila kitu. Unambeza Mwafrika mwenzako, unambeza mweusi mwenzako. Na umesahau na wajukuu wako watakuja kuhitaji ajira ndani ya taifa hili. Tunahitaji kuona miradi. Wizara ya Ujenzi, naamini waziri wa ujenzi, waziri wa viwanda, zile sekta muhimu za kiserikali zenye fedha nyingi za ujenzi, tunaomba muwakamate wakandarasi wazawa, kwa sababu hawa wanalijenga taifa letu. Hawa hawaondoki na fedha. Kutokana na sababu hii sasa ya kuelekeza miradi mikubwa yenye fedha ama za mikopo ama za misaada kwa wazungu, athari kwa taifa moja, taifa lina mzigo mkubwa, serikali na mzigo mkubwa wa kuajiri wasomi, kumbe sehemu wangeza kuajiriwa kwenye private sector za ndani. Lakini athari ya pili, hatuoni dola, hatuoni fedha ikiwepo ndani. Kwa nini? Kwa sababu fedha hizi zote zinaondoka zinakwenda nje tena zilikotoka. Kwa hiyo mzunguko wa fedha ndani haupo. Watanzania wanashindwa kuongea ukweli, lakini fedha hamna. Athari ya tatu ambayo ndio mbaya zaidi pengine, wazawa hawakui. Wakandarasi wazawa hawakui. Na athari ya mwisho, kuacha mentality kwa wasomi, kwa viongozi, inayoonyesha wazungu wanaweza kuliko Waafrika na ukoloni wa kwenye brain.